HT kwa kirefu tunasema human trafficking. Wananchi wanapewa taarifa uwepo wetu, kwa hiyo pia tunapatiwa muda wa kuongea na wananchi wetu ambao ni wako 67. Kwa majina naitwa Aisha Mremi, nipo katika kitengo cha kupinga usafirishaji haramu wa binadamu kilichopo katika kituo chetu cha MM Faraja Singida, na ninafanya kazi kama project officer. Na kwa ufupi kwanza ndio hiyo. Mimi naitwa Bazili Pius Ipini, mfanya kazi katika kituo cha Faraja. Mimi ni mwanaharakati wa kupinga usafirishaji haramu wa binadamu kwenye kitengo cha kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Asante. Okay, kwa majina naitwa Severin Laurent, ni mfanyakazi wa kituo cha Faraja katika kitengo cha kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, vitendo vya kikatili, lakini pia kutoa elimu juu ya masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi. HT kwa kirefu tunasema human trafficking, lakini sisi ni wanaharakati wa kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, kwa hiyo tunasema AHT ambao ni anti human trafficking. Kwa hiyo ukisikia anti hapo mbele ni kwamba tunapinga. Na kitengo chetu cha kupinga usafirishaji haramu wa binadamu tumejikita kutoa elimu ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, lakini hatujaishia hapo tu. Tunatoa elimu ya usafirishaji haramu wa binadamu na ukatili dhidi ya mtoto na ukatili wa kijinsia, lakini tunatoa pia masuala mazima ya elimu ya virusi vya ukimwi na ukimwi, lakini tunatoa taarifa fupi ya mambo mazima ya tiba shufaa. Kwa hiyo kwa ufupi ndio vitu tunavyofanya kama human trafficking. Okay. Kama alivyoelezea kwamba hizo ndio shughuli kubwa au malengo makubwa ya kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kitengo hiki kinafanya kazi chini ya kituo cha Faraja ambacho kilipata mafunzo chini ya Secretariat ya kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu kutoka serikalini. Kwa hiyo serikali inatuagiza tunapokuwa tunafanya vitendo vya utoaji wa elimu, ni muhimu kufikia watu wote katika rika zote, katika jinsia zote. Kwa hiyo hapa Faraja Center tunachokifanya kikubwa, kwa kushirikiana na wahudumu ambao tunao kutoka ngazi zote za jamii, wahudumu 67, tunashirikiana nao kwa kuandaa maeneo ambayo tunaweza tukayafikia ndani ya wiki, mwezi, hata pia mwaka mzima. Kwa hiyo tunapoenda, let's say labda eneo ni shuleni au tunasema labda ni kikao cha jamii, ni wananchi wanapewa taarifa uwepo wetu. Kwa hiyo pia tunapatiwa muda wa kuongea na wananchi, kuwashirikisha sababu za usafirishaji, maana ya usafirishaji, athari za usafirishaji, lakini pia tunaongezea masuala kama hayo ya kupinga vitendo vya kikatili, haki za watoto, lakini pia tunaongelea masuala ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ni moja njia kubwa ambayo tunaweza tukasema ndio shughuli zetu kubwa katika jamii, hususan katika manispaa zote 18 za Singida. Asante. Kwa upande mwingine ni kwamba tunashirikiana na wahudumu wetu ambao ni wako 67. Wale wahudumu kazi yao kule kwenye kata hizi 18 ni kwamba wanahamasisha kwenye mikutano, wanahamasisha nyumba hadi nyumba. Kwa hiyo ni kazi ambayo wanazifanya, na mwisho wa yote huwa wanaleta ripoti hapa kituoni katika kituo chetu cha Faraja. Na pia kitu kingine, huwa wale ndio wenyeji wetu. Kwa hiyo tunapotoka kwenda kufundisha kule kwenye kata, wao huwa wanatupokea na wanaandaa maeneo, tunashirikiana nao kutoa elimu ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Okay, mbali na zoezi la utoaji elimu chini ya mradi wa kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, tunaamini kwamba peke yetu hatuwezi, na ili uweze kufanikiwa peke yako lazima uhitaji nguvu nyingine kutoka nje. Kwa hiyo kupitia mradi huu tunashirikiana pia na wadau mbalimbali kwa kuwapatia mafunzo. Kwa mfano kabisa, huwa tunalenga magrupu ambayo tunaweza tukaamini au tunaamini kwamba yana ushawishi mkubwa ndani ya jamii. Tukianza kama walimu, tunaamini tukiwapatia walimu elimu hii wanaweza kawa mstari wa mbele kuzungumzia masuala katika mashule, lakini pia wanaweza kaleta matokeo ambayo ni chanya katika watoto, kaelewa kwamba kumbe vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu vina athari kwetu, lakini pia kwa jamii yetu.
Lakini pia tuna grupu lingine la pili ambao tunasema ni viongozi wa dini. Wao na wenyewe pia nimekuwa ni wadau wetu wakubwa, tunapatia elimu hii na tunaamini kwamba kupitia wadau hawa au tunaamini kupitia viongozi hao wa dini wanaweza wakawa ni watu ambao ni muhimu kuzungumzia masuala katika nyumba za ibada. Lakini tu pia sio kuzungumzia, wanaweza wakatusaidia katika kutoa mafunzo ya kisaikolojia, misaada, lakini pia kuwapa msaada wa kiafya, msaada wa kimawazo wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Na muda mwingine tunaamini kwamba kupitia hizi nyumba za ibada zinaweza zikawa ni sehemu salama za wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia bila kusahau kundi lingine tunaongelea ni viongozi wa serikali za mitaa, lakini tunasema ni viongozi wa serikali. Hawa pia wamekuwa ni wadau wetu muhimu katika kutupokea, kutupa maeneo ya kutolea elimu. Kwa hiyo wao pia wenyewe huwa tunawapa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kuelewa namna gani biashara hii imekuwa ina athari kubwa ndani ya jamii zetu, na wao wamekuwa mstari wa mbele kuifikisha katika jamii yetu, hususan katika manispaa ya Singida. Tunapofika field kuna mgawanyiko wa kazi na tunakuwa tuna mgawanyiko wa majukumu, ambapo inategemea na sehemu kwanza tunayoenda. Kama ni shuleni na kuna school club ama kwa walimu wataturuhusu tuanzishe school club, tutagawanyika. Kuna baadhi wataenda kwenye school club na baadhi watabakia kufundisha wanafunzi waliobaki. Lakini tukienda kwenye mikutano ya hadhara, kama tukikutana na wazee labda kwenye kahawa, tukikutana na vijana wa mechanics, au wote tunakuwa tunaenda kufundisha, lakini tunapeana muda. Mmoja ataongelea swala fulani, mwingine atafuata na mwingine atamalizia. Na kikiwa kuna maswali pia tutajumuika kwa pamoja kujibu yale maswali kulingana na kile ambacho kwenye swala letu la kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, ukatili dhidi ya mtoto na ukatili wa kijinsia, tumepokea sana makesi mengi ambayo yanahusiana na masuala mazima tunachokifanya, lakini kesi nyingi zetu zinatoka kwa wahudumu wa ngazi ya jamii ambao tunawaita community mobilizers, ambapo kwa 67 imeshaongelewa hilo. Na kwa nini inatoka kwa wao wengi? Kwa sababu wana kipengele cha kaya kwa kaya, kutoa elimu majumbani, na wanaifanya hivyo, na mwisho wa siku, mwisho wa mwezi wanatoa taarifa zao kwenye kituo chetu cha Faraja. Kwa hiyo kutokana na kwamba kuna usiri na wanakuwa ni wachache kwenye hilo eneo, kwa hiyo inakuwa ni rahisi mtu kueleza vitu ambavyo vinamsibu. Kwa hiyo kupitia hilo sasa tumevumbua kesi nyingi za human trafficking, kesi nyingi za watoto na kesi nyingi za ukatili wa kijinsia. Na tumegundua pia ukatili wa kijinsia hauhusiki na wanawake peke yake. Tumegundua pia wanaume wapo katika nyenzo ya kipengele kikubwa sana cha kufanyiwa ukatili. Lakini ukiwaambia kwa nini hawaendi dawati, wanakuambia dawati ni la watoto na wanawake. Sasa tunatoa tena pia hiyo elimu ya kuonyesha kwamba hivyo vitu sio kwa ajili ya mwanamke na mtoto. Hiyo ni haki ya binadamu, na yeye kama binadamu ana haki ya kusikilizwa na kulindwa. Kwa hiyo sasa wakiwa wanafika hapa, kesi nyingine sisi kama Faraja au sisi kama AHT department tunakuwa hatuwezi kuzitatua wenyewe. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tunaitwa jukwaa, ambayo tunasema ni platform. Hiyo ambayo inahusisha sana watu wengi wa serikalini na ambao sio wa serikalini. Kwa mfano baadhi yao ni ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, kutoka ofisi ya uhamiaji, rafiki wa Faraja, sisi HT department, au ni baadhi wa wauguzi pia unakuta wapo. Kwa hiyo tukija tunajua kabisa hii kesi inamhusu nani, inaendelea kwa nani. Na kitu kizuri na cha kufurahisha ni kwamba hawa watu wa kwenye jukwaa wanahakikisha kwamba kabla hatujakutana yale majukumu tuliyopangiana yametimilika. Kwa hiyo ni kama tuna senta yetu ya kutatua matatizo yote yanayohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Na unaweza ukajiuliza kwamba mwanzo tulikuwa tunasema kwamba tunatoa elimu ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa nini sasa tunatatua cases? Tunatatua makesi ya usafirishaji haramu wa binadamu katika kijinsia kijumla, kwa sababu huwezi kwenda mtaani au huwezi kwenda kwenye eneo fulani ukakutana na kesi ukaliacha kwa sababu tu wanafanya elimu ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo maana tukaja na hivi vitu vingine, tunatoa elimu, lakini tukutana na kesi pia tunajaribu kuzitatua ili kuweza kwenda kuweka jamii yetu ikae sehemu salama. Ndugu mtangazaji,
Pia na mimi napenda nizungumzie katika swala la kesi, ni kwamba faraja imekuwa ni kiungo muhimu kati ya jamii lakini pia na serikali. Wadau wengi kutoka serikalini lakini pia wadau wengi kutoka kwenye jamii zetu wanaitumia jukwaa hili la faraja katika kusaidia na kutatua kesi ambazo ziko ndani ya jamii zetu. Na tunashukuru Mungu kwa muda huu sasa, naona jamii imekuwa na uelewa. Kuna baadhi ya jamii zinafika ofisini kuomba ushauri kwa ajili ya kufikisha kesi, kuweza kupata msaada wa mawasiliano na wadau kutoka serikalini. Kwa kupitia jukwaa hili la kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu limeweza kutusaidia katika kuunganisha haya maeneo muhimu. Tunapoongelea usafirishaji haramu wa binadamu, ni sio tu kwamba kutoa elimu. Sisi kama kitengo tuna jukumu kubwa la kuamini kwamba watu tunaowafikia kwa kuwapatia elimu wanauelewa wa kile ambacho tunawaelezea. Na moja ya lengo kubwa la utoaji wa elimu katika jamii zetu ni tunataka mabadiliko katika mitazamo, lakini pia katika tabia ya wananchi ambao tunawapatia elimu, tukiamini kwamba tukiwapa elimu hii wanaweza wakabadilisha mitazamo yao, lakini pia wanaweza wakabadilisha pia tabia yao, kuamini kwamba masuala yote ya usafirishaji haramu wa binadamu sio matendo ya kawaida, lakini kumbe ni uvunjifu wa haki za binadamu. Kwa hiyo tuna kitengo muhimu ndani ya kitengo chetu, tuna taratibu muhimu za kutambua au pia kupima uelewa wa watu ambao tunawapatia elimu. Kwa hiyo tunaweza tukasema tunashukuru wadau kutoka jukwaa letu la kupinga masuala ya usafirishaji, lakini pia tunaishukuru jamii yetu katika kuona umuhimu wa faraja katika kushughulika na masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kitu kingine kupitia elimu faraja tunajivunia kama department. Tumetoa elimu ndani ya Singida Manispaa, lakini kiukweli tunafahamika na tuna connection kubwa. Na siku ambazo za Jumamosi na Jumapili kipindi cha nyuma hata sasa tulikuwa tunatoka kwenda maeneo ya nje ya Singida Manispaa, tunaweza tukaenda mkoa mwingine kwenda kutoa elimu. Na wametufahamu vipi? Ukiachana na radio ambayo ni Standard Radio na Maria, lakini pia wametufahamu kwa sababu tunaenda maeneo mengi na wanatuona. Kuna mwakilishi mmoja anaona kitu tunachokifanya na anatamani eneo alilopo, mkoa aliyopo pia hii elimu aweze kwenda kupatiwa. Kwa hiyo kwa kupitia hiyo tunaendelea kuokoa jamii nzima, na tunaamini kwamba ukiokoa mtoto mmoja, kijana mmoja au mama mmoja, umeokoa jamii nzima. Asante. Na tunaweza tukasema moja ya mafanikio ambayo tunaweza tukajivunia kama kitengo ni mafanikio ambayo ni kwamba tumekuwa pia ni wadau muhimu ndani ya serikali, kwamba Sekretarieti ya kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu ambayo makao yake makuu yako Dodoma imekuwa ikishirikiana bega kwa bega na shirika hili la MM Faraja Center kama moja ya wadau wakubwa ambao wanaweza wakachangia maendeleo, kutatua namna gani, kuandaa mipango. Kwa hiyo tumekuwa tukialikwa kwenda kutoa mtazamo namna gani ya kuweza kusaidia juhudi hizi za kupinga masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu katika mkoa wa Singida. Kwa hiyo tukasema ni kongole kwa serikali yetu ya Mama Samia, lakini pia bila kusahau makanisa yetu muhimu kama shirika letu muhimu katika kusaidia jamii zetu, hususan watu ambao wana uhitaji, lakini pia watu ambao wanakuwa katika wahanga wa uvunjifu wa haki za binadamu. Usafirishaji haramu wa binadamu ni tatizo kama matatizo mengine, na linachangiwa na moja ya matatizo mengine ndani ya usafirishaji haramu wa binadamu. Na moja ya mambo ambayo yanachangia hili tatizo, tunasema ni tatizo kwa taifa, lakini pia kwa jamii, ni hali duni za maisha, lakini pia ukosefu wa elimu ndani ya jamii zetu. Athari nyingine ni kwamba hili ni tatizo kwenye jamii kwa sababu kuna wengine wanaingia tamaa ya kupata maisha mazuri. Kwa wakisikia labda kuna kazi inapatikana sehemu au mtu anakuja na mshawishi, kwa hiyo wengi wao wanaingia kwenye mtego, na matokeo yake wakishafika kule wanaenda kubadilishiwa ile kitu ambayo waliahidiwa. Kwa mfano kama waliahidiwa kazi nzuri, matokeo yake anaenda kupelekwa kwenye biashara ya kahaba au kwenye madagu. Tatizo lingine ni kwamba familia nyingi wamama ndio wanakuwa na kipaumbele cha kutunza familia. Kwa muda mwingine inawawia ugumu kutunza familia kubwa na kuona ni bora huyu mtoto achukuliwe aende sehemu fulani kwenda kufanya kazi na mwisho siku anaenda kufanyia ukatili. Lakini kesi hizi zinaendelea kunguruma kwa sababu familia nyingi pia zinapenda kumaliza kesi katika level familia.
Kwa hiyo unakuta hakuna makanyo yoyote zaidi ya kumalizana, rushwa na vitu kama hivyo vinasababisha kwamba usafishaji haramu wa binadamu uendelee kuwepo. Asante.